Unafahamu ya kwamba Serengeti Boys walikosa dau nono la kumiliki viwanja mjini Morogoro. Kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alitangaza kuwapatia kitita cha shilingi milioni 500 kwa timu ya Serengeti Boys kwa kufuzu fainali ya AFCON Under 17 pamoja na kupata tiketi ya kushiriki kombe la dunia Under 17. Sambamba na hayo, walipewa ofa ya kupatiwa aliwaahidi kupatiwa viwanja vya makazi mjini Morogoro endapo pale tu watashinda ubingwa huo. Lakini mbali na jitihada kubwa walizozifanya, hawakubahatika kushinda mchezo huo na waliweza kutoka draw, hivyo kukosa fursa ya kupata viwanja Morogoro. Mheshimiwa Rais pia ameelekeza nitoe tamko kwa niaba ya serikali kwamba vijana hao kwa kile walichokifanya mpaka sasa cha kutinga fainali watapewa pongezi kwa kikosi hicho kupewa shilingi za Kitanzania milioni 500, na watakapokuwa wametoa kikombe kile serikali itawapatia kiwanja kila mmoja kwenye mji wenye utulivu wa Morogoro, pale eneo la Suluhu New City, ili waweze kuanza kukumbuka kwamba waliwahi kufanya jambo kubwa kwa nchi yetu ambalo limetengeneza historia ya nchi yetu na limechora ramani ya nchi yetu katika tasnia ya michezo, hasa mpira wa miguu. Mbali na taarifa hiyo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemkamata Abbas Kadewele maarufu kama Big Santiago kwa tuhuma za kupokea mali za wizi. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, mtuhumiwa ambaye ni mkazi wa Msongola alikamatwa akiwa na simu janja 13 aina mbalimbali, ikiwemo kompyuta aina ya laptop zikiwa ni 2, vifaa 3 vya kuhifadhi taarifa external drives, mali zilizodaiwa kuibiwa katika maeneo tofauti jijini Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuzuia na kudhibiti vitendo vya kihalifu kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya kiuchunguzi. Kwa ujumla, hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam ni shwari. Taarifa ya mwezi Mei 2026 pamoja na mambo mengine inaonyesha jeshi la polisi kupitia kazi mbalimbali limefanikiwa kukamata watuhumiwa mbalimbali ambao wamekuwa wakikiuka sheria za nchi, zikiwemo zile za usalama barabarani. Lakini pia wale baadhi ya watu ambao wamekuwa wakituhumiwa na makosa ya uvunjaji, wizi, kubaka pamoja na kulawiti. Lakini pia jeshi limefanikiwa kukamata la polisi hapa kanda maalum ya Dar es Salaam watu ambao wanajihusisha na kupokea mali za wizi, na wao wamekuwa ni kichocheo katika kufanyika kwa baadhi ya matukio ya kihalifu hapa jijini. Miongoni mwa watu waliokamatwa kwa kutuhumiwa kupokea mali za wizi na wao kuwa kichocheo cha kutendeka kwa baadhi ya makosa ni pamoja na Abbas Kadewele maarufu kama Big Santiago. Huyu alikutwa ya simu janja 13 za aina tofauti tofauti, lakini kompyuta mpakato maarufu kama laptop 2 na external drive 3, mali ambazo zinadaiwa kuwa zimeibwa kwenye maeneo tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam. Upande wa usalama barabarani, ambapo tumekuwa na tatizo kwenye baadhi ya mitaa na barabara, wapo madereva 8 ambao wamekamatwa baada ya kubainika kuwa na kiwango kikubwa cha ulevi. Narudia, upande wa usalama barabarani wapo madereva 8
ambao wamekamatwa baada ya kubainika kuwa na kiwango kikubwa cha ulevi kinyume na sheria za kuendesha vyombo hivi vya moto. Kati ya hao madereva 7 walikuwa vyombo binafsi na dereva mmoja alikuwa ni dereva wa gari la serikali. Wote hawa wamechukuliwa hatua za kisheria. Lakini pia kwenye upande wa vyombo vya moto, kwa upande wa pikipiki pamoja na bajaji, pikipiki maarufu kama bodaboda, jumla ya waendesha pikipiki 16,790 wa hapa jijini Dar es Salaam walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ikiwemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao, na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira magumu na hatari zaidi ya kupoteza maisha. Kati ya hao waendesha pikipiki waliokamatwa magurudumu mawili, yani bodaboda, walikuwa 13,412 na pikipiki za magurudumu matatu walikuwa 3,378. Madereva wote hawa wa vyombo hivi vya moto walipewa elimu na wengine walionywa. Mwezi huu Mei wa 2026 pia tumepata matokeo ya baadhi ya mashauri yetu ambayo tumepeleka kwenye ofisi za mashtaka na baadaye kupelekwa kwenye mahakama za kisheria zilizopo katika jiji letu la Dar es Salaam. Miongoni mwa matokeo tuliyopata ni watuhumiwa waliowahi kukamatwa siku za nyuma na kupelekwa kwenye mamlaka zingine za kisheria ikiwemo mahakama. Watuhumiwa waliopatikana na hatia ni pamoja na Nasoro Severin maarufu kama Mazuta, huyu ni mkazi wa Chang'ombe Temeke, ambaye alihukumiwa na mahakama ya wilaya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Mwingine aliyepatikana na hatia ni Isa Miraji maarufu kama Mara Moja, mkazi wa Mbagala. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtu mwingine alifahamika kwa jina la Jamali Saidi Ali, mkazi wa Tandika Temeke. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za kweli, hasa kuhusiana na viashiria vya kihalifu ili ziweze kufanyiwa kazi haraka, na hivyo jeshi kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzuia vitendo vya kihalifu.